Ripoti zinaeleza kwamba Marekani imesafirisha takribani tani 6500 za silaha pamoja na vifaa nchini Israel. Katika operesheni kubwa ya kimataifa ya usafirishaji, meli hizo mbili za mizigo zilitia nanga kwenye bandari ya Ashdod na Haifa zikiwa zimebeba maelfu ya silaha za anga na ardhini, lori za kijeshi na vifaa vingine vya kijeshi. Hivi majuzi Marekani imedaiwa kusafirisha tani hizo 6500 za silaha pamoja na vifaa vingine vya kivita kwa kutumia meli hizo mbili. Operesheni hiyo iliongozwa na kurugenzi ya ununuzi ya ulinzi ya Wizara ya Ulinzi kwa uratibu na idara yake ya kimataifa ya usafirishaji, misheni yake kwa Amerika na kurugenzi ya mipango ya IDF. Vifaa hivyo vilipakiwa kwenye mamia ya lori kutoka idara ya usafirishaji na mali ya wizara hiyo na kurugenzi ya teknolojia na usafirishaji ya IDF. Kisha ilihamishwa hadi vituo vya IDF kote nchini katika operesheni katika bandari ya Ashdod iliyosimamiwa na mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Ulinzi, Meja Jenerali Amir Baram. Tani 115,600 za vifaa vya kijeshi vilipokelewa tangu kuanza kwa vita vya Iran. Hata hivyo, huu ulikuwa ni mpango wa kuimarisha Wizara ya Ulinzi ya Israel. Tangu kuzinduliwa kwa operesheni ya Rising Lion, Israel imepokea zaidi ya tani hizo 115,600 za zana za kijeshi, ambapo kulikuwa na ndege 403 na silaha zingine zaidi za hatari ambazo inadaiwa kwamba zilitumika kati ya Israel na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pia kati ya Israel dhidi ya Lebanon. Waziri wa Ulinzi Israel Katz amesema amesimama tayari kila wakati kuchukua hatua dhidi ya maadui wake kila upande na popote inapobidi. Hata hivyo, wakati wowote ndege za mizigo na meli ziko njiani kuelekea Israel zikiwa zimebeba maelfu ya tani za silaha na vifaa vya kijeshi. Hili ndilo msingi wa mkakati wa wizara kusaidia kila hitaji la IDF kupitia ununuzi mkubwa wa karibu na kwa kujenga utayari wa muongo wa usalama unaokuja. Ununuzi wa kuvutia na usafirishaji wa meli utaendelea kwa wiki kadhaa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea